السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم تارك الصلاة. Katika liqa ya jana tulielezea katika darasa ya utangulizi ni nini maana ya sala katika lugha ya Kiarabu, hukumu yake na manzila na cheo cha sala. Leo kama tulivyoahidi jana, tutazungumzia hukumu ya mwenye kuacha sala, hukumu tariki salah. Kabla ya kutaja aliyozungumza tunzi wa kitabu, ningependelea kukadimisha mukaddima muhimu sana tuuelewe katika mlango huu ambao ni mlango hatari, mlango hassasa, mlango sensitive sana. Ni kwamba annasu ma'a salati ala darajatin wa ahwal, watu katika kushikamana na sala wamegawanyika grupu nyingi. Sote waislamu kuna watu tofauti katika kuswali na katika kushikamana na hii ibada ya sala. Hatuko daraja moja. Hiyo ni nukta ya kwanza tunataka tujue. Kuna watu ambao wanaingia katika lile grupu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika Qur'ani, alhafidhina au almuhafidhuna ala salawatihim, wale ambao wanahifadhi sala zao, hawachezi kabisa, hawana maskhara wala machezo na sala. Kipindi cha sala kwa wakati, kwa jamaa, ana ihtimam ya hali ya juu. Akiwa nyumbani anafikiria sala, akiwa kazini anafikiria sala. Yani 5 salawat hakuna kipindi kitampita, ila ikiwa dharura za kibinadamu, amelala, amepitikiwa, hiyo masala mbali. Lakini kwamba aache sala kwa kukusudia ili jambo hakuna kwake yeye. Hii ndio grupu ya kwanza, wanaitwa almuhafidhuna ala salati. Na hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'ani kuwa ni miongoni mwa wale wenye kufaulu. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, paka kule mbele walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina hum ala salatihim daimun. Kwa hivyo kuna hifdhu salati, kuna almudawamatu ala salati. Yote ni maana moja. Huwezi kuhifadhi sala ila uwe ni mtu mwenye kudumu katika kutekeleza sala, na huwezi kudumu katika sala ila ni kwa kuwa wewe umezihifadhi zile sala. Kwa hivyo hawa ni grupu ya kwanza ambao wanahifadhi sala zao. Grupu ya pili ni wale ambao hawasali kabisa, waislamu lakini ma yusalluna abadan, hawasali kabisa. Na hawa ambao tunawazungumzia grupu ya pili ni wale ambao hawasali na wanakanusha uwajibu wa sala. Wanasema sala laysa wajiban, sala si wajibu, ndio maana sisi tukawa hatusali. Hii ni grupu ya pili. Hawa ma yusallun bal yunkiruna wujuba as-salah, hawasali na wanakanusha uwajibu wa sala, grupu ya pili. Grupu ya tatu ni wale ambao kwamba wanaswali mara nyingine hawaswali. Wanaswali kukiwa na mnasaba fulani, kuna harusi amealikwa msikitini ya jamaa yake au ya ndugu yake, au yeye mwenyewe yuaoa, atakuja msikitini kuswali. Au siku ya Ijumaa, siku ya Eid, yani ni mtu anakuja kuswali baadhi za sala. Hii ni grupu ya tatu, alladhina yusalluna ba'da salawat. Na hawa hawakanushi kwamba sala ni wajibu, la, wanakubali kwamba sala ni wajibu, lakini shaitani amewaghilibu na amewashinda, ndio maana wakawa na uvivu katika kutekeleza baadhi ya sala. Swali pale wanapojisikia, pale ambapo wajisikii wanaacha. Hizi ndizo grupu tatu ambazo ni muhimu sana mtu anapoongea maudhui hii ya masala ya kuacha sala, ni lazima kwenye akili yake aweke hawa watu sampuli tatu.
Kuna yule ambao anahifadhi swala zake, kuna yule ambaye anaacha swala kabisa na anapinga kwamba swala ni wajibu, sema swala si wajibu. Kuna na wale ambao kwamba wanaswali vile wanavyotaka wao, mara wanaswali nje ya wakati, mara wanaswali ndani ya wakati, mara wanaiacha kabisa, dhuhuri leo itapita au fajiri inapita, anaswali maghrib na isha wa hakadha. Hana ile consistency katika kutekeleza sala zake na kudumu. Tukisha kuwajua hawa watu, inakuwa ni wepesi kuifahamu hii maudhui. Sawa ikhwa? Naam. Tunakwenda sasa tusikilize maneno ya mwenye kitabu anasemaje. Anasema Sheikh Abdul Azim, hukmu tariki salah, hukmu ya mwenye kuacha kuswali. Ajma'a almuslimuna, wameafikiana waislamu, hakuna upinzani katika jambo hilo, ala anna man jahada fardhiyat as-salati faqad kafara wa kharaja 'anil islam. Hapana ikhtilafu wala mvutano kati ya waislamu, yani kati ya wanavioni, kwamba yoyote atakayeacha sala kwa ilhali ya kuwa yeye anapinga kwamba swala si wajibu, asema swala si wajibu, mimi si swali kwa sababu naitakidi swala si wajibu. Wako watu kama hao, na ni waislamu, wazazi wao ni waislamu, baba yake ni muislamu, mama yake ni muislamu, lakini haswali kabisa, anakwambia bwana mimi sioni uwajibu wa swala. Kwa hivyo huyu atakayeitakidi itikadi hii, wanavioni wote wameafikiana kwamba huyu si muislamu, ametoka katika duara la Uislamu. Sawa? Tuko pamoja katika wale group tatu tuliowataja. Group nyingine asema walakinnahum ikhtalafu fi man taraka as-salata ma'a i'tiqadi wujubaha, ma'a i'tiqadihi wujubaha. Wanavioni wametofautiana katika mitazamo na rai kuhusiana ile grupu ya pili ile ambao wanaacha swala kwa uvivu, wanaitakidi kwamba ni wajibu, lakinnahum yatrukuna ba'd as-salawat, wanaacha baadhi ya sala kwa uvivu, lakini wanajua kwamba swala ni wajibu. Ukimpata amekaa maskani, bwana wakati wa swala umefika wenzetu, akwambia bwana tangulia naja, tangulia naja. Utakwenda wewe kwenda mkaswali, ukirudi utamkuta yuko pale pale amekaa, na hiyo swala ndio ishapita. Siku akiwa sheitani wake yuko chini ametulia, atakuja msikitini. Sasa huyu ulama wametofautiana kwamba huyu anabaki kuwa ni muislamu ama si muislamu. Lakini yule ambaye anakataa uwajibu wa swala, huyo hakuna shaka ni si muislamu huyo. Tuko pamoja? Tuko pamoja ikhwa? Naam. Je, wale ambao wanashikilia swala bila kuacha, kuna khilafu kwamba wale ni waislamu? Wale alladhina yuhafidhuna ala salawat, kuna ikhtilafu kwamba wao ni waislamu? Hakuna. Hao ndio waliofaulu, hao ndio waislamu wa kweli hao. Istaslamu lillahi azza wa jalla. Sasa hawa wa grupu ya pili hawa ambao ulama wametofautiana kuhusiana na uislamu wao, kabla hatujenda kuzungumza maneno ya musannif amesema nini, itoshe kwamba hili jambo ni la hatari, kwamba wewe utaswali mara nyingine hauswali, yani mpaka waislamu wanashaka kuhusu uislamu wako, they have doubt kwamba wewe ni muislamu ama si muislamu. Hiyo ni hukuba tosha kwamba wewe uko na sisi, lakini dini ulama wako na waswasi wewe kwamba ni muislamu ama si muislamu, yashukuna fi islami. Si jambo dogo hilo. Alisikadhali wewe uko radhi wewe kwamba ulama watafautiane kuhusiana na uislamu wako? Wewe wataka mtu akikuona kujua kwamba wewe ni muislamu, lakini wewe kuna kujiingiza kwenye shaka, yani الناس يشكون على هذا مسلم au غير muslim. Baadhi wanasema wewe si muislamu, wengine wanasema si muislamu. Tamam. Asema walakinnahum ikhtalafu fi man taraka as-salata ma'a i'tiqadihi wujubaha, wanavioni wametofautiana kuhusiana hukumu ya yule ambaye anaacha baadhi ya sala lakini anaitakidi kwamba ni wajib tu, ni kwamba hasali ni vivu,
takasulan. Asema wa sababul khilafi, sababu ya kutofautiana wanavyoni kuhusiana na hukumu ya huyu mtu wa pili, kwa sababu yake ni ahadithu jaat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yake ni hadithi zilizopokelewa kwa mtume alayhi salatu wassalam, ambazo tusammi tarika salati kafiran. Kuna hadithi zimepokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo hadithi hizo zinamuhisabu yule mwenye kuacha kuswali ni kafiri, min ghairi tafriqin, pasina kutofautisha. Hizo hadithi hazikuja kudifferentiate baina aljahidi, kati ya yule mtu anaikanusha uwajibu wa sala, wal mutahawini, na yule ambaye anadharau na kupuuza na uvivu. Zimekuja hadithi ambazo ukizitazama utaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mwenye kuacha sala ni kafiri. Hakuelezea huyu ameacha kwa uvivu, huyu ameacha kwa kukanusha, sema mwenye kuacha. Hizo ni baadhi ya hadithi Kisha kumekuja hadithi nyingine ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba mwenye kuacha kuswali baadhi ya sala, huyu siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika mashia yake. Yani ni kama mtu aliyefanya madhambi makubwa, kabairu dhunub. Sisi tunaitakidi ahlus sunna kwamba aliyefanya madhambi makubwa siku ya kiyama ni tahta mashiati Allah. Umeelewana? Allah akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe, na hata akiadhibiwa hatokaa milele motoni. Bimaana kwamba huu msimamo wa pili au hizi hadithi nyingine zinaonyesha kana kwamba mwenye kuacha kuswali baadhi za sala kwa uvivu, huyu bwana hatakuwa kafiri, huyu atakuwa ni fasik, na siku ya kiyama yuko katika mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka tamsamehi, Allah akitaka tamuadhibu. Kwa hivyo kuna hadithi zimepokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, grupu hizi mbili. Hadithi baadhi zinaashiria kwamba mwenye kuacha kuswali ni kafiri, zile nyingine zaonyesha kama kwamba si kafiri, huyu atakuwa ni asi tu. Tamam. Hii ndiyo sababu iliyopelekea wanavyoni wakafanya nini? Wakatofautiana kuhusiana hukumu ya huyu mtu wa pili tunayemzungumzia, anaacha sala baadhi ya sala kwa uvivu na kudharau, lakini anaamini kwamba ni wajibu. Haya, tuzisikize hadithi zilizopokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fa an Jabir radhiyallahu anhu, imepokelewa kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alayhi salatu wassalam anasema, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salati. Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah, hakika baina ya mtu na baina ya ukafiri na ushirikina ni kuacha sala. Bimaana kitu chenye kupambanua kati ya mtu ambaye ni muislamu na asiyekuwa muislamu ni nini? Ni sala. Ukitaka kumjua mtu ni muislamu ama si muislamu, muangalie yusali. Hiki ndicho kipambanuzi. Walidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anapotaka kwenda kupiga vita kijiji chochote, عندما yuridu an yaghzuwa hayyan min al-ahya, walikuwa akiwaambia masahaba, sikilizeni wakati wa adhan, subirini mpaka wakati wa adhan ifike, subirini mpaka wakati wa adhan ifike. Ikiwa kwenye kijiji kuna adhiniwa, basi anajua hapa ni mahali pa Waislamu, sababu hii ni dalili, ni ishara kwamba watu wanasali. Mahali hasikii adhan, julikana hawa watu si Waislamu. Kwa hivyo hii hadithi ya kwanza ambayo ni hoja kwa wale wanaosema mwenye kuacha sala hata akaacha sala moja au mbili mpaka ikatoka wakati wake pasina udhuru wa kisheria, basi huyu ni kafiri. Dalil, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika baina ya muislamu na ushirikina na ukafiri ni sala. Kumaanisha mtu akiacha sala huyo si
si muislamu. Wazi muadhin. Dalili ya pili, hadithu Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, ahadi iliyoko baina yetu sisi na wao. Sisi na wao nani? Yani al-kuffar wal-munafiqin. Ay al-ahdu al-mithaq, ahadi na kiapo ambacho kiko baina yetu sisi tulichokichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wasiokuwa sisi miongoni mwa makafiri na wanafiqin ni sala. Basi faman tarakaha faqad kafar, yoyote atakayekiacha hichi kiapo na ahadi na mithaq, basi huyo si katika nyinyi, si katika Waislamu, huyo ni katika makafiri. Tamam, tuko pamoja? So ukitazama hii hadithi ya pili vile vile inaashiria kwamba mtu akiacha sala si muislamu. Basi nakuuliza, umeacha kwa sababu gani? Maadamu umeacha, hadithi inatuambia wewe si katika sisi, ni katika makufar na munafiki. Sasa mwenye kitabu anasema, mimi sitaji maneno yangu na nukuu yake, asema lakinna rajiha, lakini kauli yenye nguvu kuhusiana nini? Tunataka tuende pole pole tujue tutasafiri pamoja. Lakinna rajiha, lakini kauli yenye nguvu katika nini? Katika masala gani? Mwenye kuacha sala kwa uvivu, mwenye kuacha sala kwa uvivu hakanushi uwajibu wake, anakiri na anakubali, lakini anaacha sala kwa uvivu. Lakinna rajih, lakini kauli ya nguvu, min aqwali ulama, kati ya kauli za ulama, anna almurada bilkufri, ni kwamba makusudio ya huu ukafiri uliotajwa hapa Mtume aliposema inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku as-salah kufr au ash-shirk, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Sasa asema makusudio ya huu ukafiri uliokuja hapa, al-kufru al-asghar, ni ukafiri mdogo, alladhi la yukhriju min al-millah, ambao haumtoi mtu katika Uislamu, haumtoi mtu katika Uislamu. Baadhi ya vitabu wanaita kufrun duna kufr, kufrun duna kufr. Ma maana kufrun duna kufr? Yani kufrun asghar. Tamam, ni kama shirk, kuna shirkun akbar, kuna na shirkun asghar. Anasema jam'an baina hadhihi al-ahadithi wa ahadith ukhra. Tukichukua kauli hii anaosema msannif, tukichukua kauli hii kwamba mtu anayeacha sala kwa uvivu hawi kafiri, tukichukua hii kauli tukasema ndio yenye nguvu, tutakuwa tumezichanganya hadithi zote zilizopokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tumesema mwanzo hadithi zilizokuja kubainisha hukumu ya mwenye kuacha sala zimegawanyika grupu mbili. Grupu ya kwanza zinasema mwenye kuacha sala kwa njia yoyote huyu ni kafir. Hadithi nyingine zinaashiria kwamba mwenye kuacha sala akiwa anaacha kwa uvivu ila hali kuwa anaamini, huyu yuko katika mashia, siku ya kiyama yuko katika mashia, tutakuja kuzitaja mbele. Sasa hadithi zote zimetoka kwenye kinywa, zimetoka kwenye mdomo mmoja. Mdomo wa nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Zote zimepitia kwenye kinywa chake alayhi salatu wassalam. Na yeye mwenyewe aliwahi kumwambia sahaba mmoja, kuna sahaba alikuja kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, innaka basharun tatakallamu fi hali ar-ridha wal ghadab, wewe ya Rasulullah ni binadamu, mara nyingine unazungumza wakati wa hasira, mara nyingine unazungumza wakati ukiwa na furaha na ukiwa uko radhi. Je, afanaktubu kullama tatakallamu bih,
tuandike kile unachozungumza. Pengine unaweza kumezungumza kitu kwa hasira tu, kuja kukusudia. Yule alimwambia adhunnu Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume sallallahu alimwambia uktub kulla ma tasma' min fami, andika kila unachokisikia katika mdomo wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kinywa changu hakipiti isipokuwa ni haki. Nabii sallallahu ma yatakallam bil batil wala yatakallam bil kadhib. Mtume sallallahu hazungumzi batil wala hazungumzi uongo. Kwa hivyo hizi hadithi ukizitazama utaona kama zina mgongano, lakini asema hazigongani. Tutachukua hadithi zote tuzilete pamoja. Tuseme vipi? Tuseme kwamba anaiacha swala akiwa amekanusha uwajibu wake, huyu ni kafir. Na hivyo ndio tunachukulia hizi hadithi za mwanzo. Ama yule ambaye anaacha swala kwa uvivu, anaswali mara nyingine aswali, kwa sababu huyu ni Muislamu, ametamka shahada, anasema shahadatu la ilaha illa Allah, wala haitakidi kwamba kuna mshirika zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo musannif anasema hizi hadithi nyingine tutazichukulia kwamba huyu ni kafir, lakini si kafiri ambayo itamtoa katika nini? Uislamu. Ni kufrun duna kufr au kufrun asghar alladhi la yukhriju sahibahu min millati alislam. Haya, tujisikilize hadithi. Mimi sijatia maneno yangu kwa sababu nimezungumza mwanzo wa maneno. Tunapozungumzia masala ya hukumu ya mwenye kuacha kuswali, hii ni kadhia hassasa jiddan, very sensitive, ambayo leo kathiri min alshabab, wengi katika mabarobaro kama sisi vijana tulabul ilmi, huwa tuna tabia ya tasarru sana katika kuzungumza. Mtu anazungumza kwa jur'a ya hali ya juu, anazungumza kwa jur'a ya hali ya juu, kana kwamba yani haki ni ile ijua yeye peke yake. Na mimi naelezea maneno ya mwenye kitabu, kisha baada dhalik nitaelezea ule msimamo wangu ikiwa naafikiana naye. Sio nimrepue tu kwamba akianza ibara ya kwanza mimi namrepua kabisa. Hadha laysa min al-ilm, hadha laysa min al-ilm. Sasa anazitaja zile hadithi ambazo kaziegemea yeye msannif kuonyesha kwamba tariku salati takasulan ma'a i'tiqadi wujubiha la yakfur. Hadithi ya kwanza, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أنا سمع عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, 5 salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, sala 5 Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia waja wake, amewalazimisha waja wake wazisali sala 5 kama jana tulivyoelezea. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, man ata bihinna, yoyote atakayezileta hizi sala akazisali zote pasina kufanya mzaha katika kutekeleza. Wale grupu ya kwanza tuliwataja, almuhafidhina alaiha, yoyote ambaye atazileta hizi sala, lam yudayyi' minhunna shay'a, ambaye hakuacha hata kitu kimoja, wala kupuuza wala kudharau kati ya hizi sala, hata sala moja, akaja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala swala zake kamil amezihifadhi, istighfafan bihaqqihin, hakuacha hata sala moja kwa njia ya kuidharau sala ile, basi huyu akija siku ya kiyama, kana lahu ahdun, kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu aljanna, huyu ana ahdi kutoka kwa Allah, promise. Allah amechukua promise kwamba atamuingiza janna. Yule atakayekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhafidhun ala haula'i as-salawati al-khams, Allah azza wa jalla akhadha al-ahd an yudkhilahu al-janna wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Allah khalifu ahdi yake. Tamam. Haya, grupu ya pili sasa. Mtume anasema, waman lam ya'ti bihinna,
na yule ambaye kwamba hatozihifadhi, hatozileta sala kikamilifu, falaysa lahu inda Allahi ahdun, huyu hana ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imechukuliwa dhamana, hana dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ataingizwa peponi. Atakuwa vipi huyu? Asema inshaa adhabah, Allah akitaka atamwadhibu, wa inshaa ghafara lahu, na akitaka atamsamehe. Sheikh Alamin, wazi? Naenda polepole ili tuelewe hii maudhui muhimu. Kwa hivyo ashahid katika hadith ni hiki kifungu cha mwisho, asema inshaa adhabah wa inshaa ghafara lahu. Kwa nini tunasema hiki ndio dalili? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema inshaa ghafara lahu, kama ingelikuwa ni kafir, kafir hal yughfar lahu? Kafiri anasemehewa? Kafiri ana tamaa ya kusemehewa? Idhan ni kumaanisha huyu si kafir, huyu atakuwa ni katika wale mausat, amefanya madhambi makubwa. Sasa siku ya kiyama tahta mashiatillah, yeye na yule ambaye amefanya madhambi mengine kabairu dhunub, maadama hajahalalisha ile dhambi, lam yastahilla adh-dhanb, fahadha tahta mashiatillah azza wa jalla. Wa hadha i'tiqadu ahli sunna wal jamaa, kwamba sahibul kabira يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل. سواء tumeelewana? So in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lah. Sasa ndio maana musannif akasema hapa ni kufrun duna kufr au kufrun asghar. Tamam. Anasema falamma radda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anatuelezea wajhu istidlal bil hadith. Falamma radda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam katika hii hadithi aliporudisha amra man lam yati bihinna ila mashiati llah, jambo la yule ambaye hatozitekeleza hizi sala kikamilifu, akarudisha kwa mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema alimna, tumejua, anna man tarakahunna duna al-kufr, ni kwamba yule mwenye kuyawacha, mwenye kuziacha hizi sala pasina kukanusha uwajibu wake, duna al-kufri washirki, hii iko chini ya ukafiri na ushirikina, haijafika daraja ya shirki na kufr. Tamam. Madalil? Asema liqawli llahi ta'ala, dalili yake neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hivyo hapa wa in shaa ghafara lah wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, istidlal fi mahalli bila shak. Sawa. Na talibul ilm anapozungumzia masala ya kifiqhi ambayo ndani yake kuna khilaf, ni lazima awe mutajarrid. Elezea hoja. Wewe angalia kitabu cha Bidayatul Mujtahid cha Ibn Rushd al-Hafid, ambayo ni fiqh muqaran, anataja aqwal katika kila mas'ala na kila qawli na dalili zake, wa sababu al-khilaf fi al-mas'alati kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Usiwe ni mwepesi haraka wewe kuhukumu, pengine kauli imekuudhi, kwa nini hukusema maneno haya? Wamwambia mwenye kitabu, kwa nini wewe kuitaja hii kauli kwenye kitabu? Tayari waanza kumshambulia. Hadha jahl walaysa ilm. Talib alilm la budda an yatarayath. Asema falamma radda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amra man lam yati bihinna ila mashi'ati llah, alimna anna tarkahunna duna al-kufri wash-shirk. ودليل ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدلالي كوازي كبيس. twende kwenye hadithi nyingine. Asema wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Dalili ya tatu ambayo ameitegemea kama hoja yake ni hadithi ya Abi Hurairah. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam,
inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu al-maktubah, jambo la kwanza katika amali za mja atakazohesabiwa nazo katika ibada amali badania ni sala za faradhi. Fa in atammaha, akikamilisha vizuri sala zake za faradhi, basi huyo, hapa jawabu sharti ni mahdhuf, imeondoshwa. Bimaana fa in atammaha naja au aflaha, lakini imeondoshwa kwa sababu yajulikana. Wa illa, akiwa hakuzikamilisha hizi sala, qila, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, undhuru, tazameni, tafteni, hal lahu min tatawwu'in, akuna sala za sunna ambazo amesali. Fa in kana lahu tatawwu', akiwa akunazo sala za sunna, ukmilatil faridhatu min tatawwu'ihi, sala za faradhi zitakamilishwa kupitia zile sala zake za sunna. Thumma yuf'alu bisairi al-a'mali al-mafrudati mithlu dhalik, kadhalika zile amali nyingine za fardhi. Zaka, pengine zaka yake ya fardhi alikuwa matata, anaangaliwa, je, kunao sadaqati alikuwa anatoa. Haji yake alikuwa haikukamilika, je, pengine anazo haji, tunazungumzia ile hajjul islam, haji ya faradhi, hajjul wajib, haji yake kidogo iko na naqs. Pengine ameenda haji za sunna, ameenda haji 5, 6, 7, au ameenda umra, jaziwa katika zile ibada. Wa hakadha baqiyatu al-ibadat. Kwa hivyo yaonyesha kwamba huyu bwana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala waambie malaika tazameni kama kuna sala za sunna, ni kumaanisha kwamba kama ingelikuwa huyu ni kafir, hakuna kutazama sala za sunna. Wewe umefanya dharau sala za faradhi, adhab, yu'adhab. Tamam? Naam. Dalili ya 4, wa an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, mpokewa kwa Hudhaifa radiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu ath-thawbi. Huu Uislamu, mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea hali ya Uislamu utakavyokuwa fi akhir zaman, hina yakthuru al-jahl wa yunsa al-ilm, patakapokithiri ujahil na ilmu itakapopotea. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam, yadrusu al-islamu, huu Uislamu, yani zile shaira ibada za Uislamu zitakuwa ni zenye kupotea, ibada baada ya ibada itaondoka katika jamii, kutakosekana moja baada ya moja. Tamam? Kama yadrusu washyu ath-thawbi, kama inavyotoweka na kupotea washyu ath-thawb. Washyu ath-thawbi ni zinatu ath-thawbi, na ile kala ya nguo. Ukinunua nguo leo ambayo ina kala, hii kanzu umenunua mpya, kala yake inakuwa tofauti, ina meremeta, si ndio? Lakini after 10 years huitaki hata kuiona ile nguo, imekuwa haliangaliliki kanzu lenyewe, walitupa au watafuta mtu kumpa. Sasa hivi ndivyo dini itakavyo ya Uislamu kupitia hizo marahili. Uislamu ulianza ukiwa na izza na utukufu wakati wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Ahkam za sharia zilikuwa zikiwa implemented katika ardhi, lakini kidogo kumepungua mpaka sasa. Ndio maana tunasema bada al-islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada, Uislamu utarudi ukiwa mgeni. Sasa hivyo ndivyo utakavyodini Uislamu, utapotea maalimuddin, urwatan urwa, sehemu baada ya sehemu, kama namna ya nguo inavyopoteza kala yake na zile nakshi na meremeto yale ambayo imewekwa kwenye nguo. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa, mpaka itafika time itakuwa hakujulikani sala ni nini, saumu ni nini, ibada ni nini, sadaqa ni nini.
yani zitakuwa ni vitu hazionekani katika jamii. Utatafuta mtu wewe mahali pa kusali wapi umuone. Ndio Mtume sana anasema la taqumu saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah, kiyama hakitosimama illa ifike time jina la Allah litajwe katika ardhi. Yani Uislamu umepotea kabisa. Kisha ndio Allah aleta kiyama, na kiyama kikisimama kitasimama kwa watu wa motoni. Wa alaihim taqumu saa, inma taqumu saatu ala shirar alkhalq. Asema wala yusra ala kitabillahi fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu aya. Hii Qur'ani itakuja iondoshwe. Najua sisi kwamba Qur'ani itaondoshwa, hii tabaki ni sahafu meupe, hakuna kitu. Sasa Qur'ani ulionayo ni ile ambayo iko kifua. Tamam? Asema hii Qur'ani itaondoshwa siku moja, iondoke fi lailatin wahida, fala yabqa minhu aya, haibaki hata aya moja. Watabqa tawaifu minan nas, kutabaki mapote katika watu au makundi katika watu, magrupu ya watu. Ash-shaykhul kabir, mtu mkongwe, wala ajuz na kinyanya. Yaqulu, yani watu watakuwa wamezeeka katika Uislamu, lakini utamsikia mtu anasema adrakna abaana ala hadhihi alkalima, sisi tukiinuka tumewasikia mababu zetu na mababa zetu wakisema la ilaha illa Allah. Yani huo ndio Uislamu uliobakia, ni la ilaha illa Allah. Tena yule anayesema hukwambia sisi inna wajadna abaana, inna sami'na abaana yaqulu la ilaha illa Allah wa nahnu qulna. Lakin ma tara ibada ukhra, hakuna ibada nyingine unaona, ma fi sala wala sawm, an-nas ma yarifun shay, watu hawajui kitu. Uislamu uliobakia ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Adrakna abaana ala hadhihi alkalima la ilaha illa Allah fa nahnu naquluha, na sisi leo tunasema. Faqala lahu Sila, Sila ni katika wanafunzi wa Hudhaifa ibn al-Yaman. Akamuuliza Hudhaifa, ma tughni anhum la ilaha illa Allah, hiyo la ilaha illa Allah wanayoisema itawafaidisha nini, ilhali ya kwamba hawaswali, hawafanyi, hakuna ibada, wao wanasema la ilaha illa Allah. Wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqa, ilhali ya kuwa hawajui sala, hawajui saumu, hawajui zaka, hawajui haji, hawajui. Fa'arada anhu Hudhaifa, Hudhaifa kageuka hata kama hataki kumsikiliza, yani kampatia kisogo. Thumma raddaha alayhi thalathan, akamkariria swala hilo hilo, hiyo la ilaha illa Allah itawafaidisha nini hawa, walaysa indahum sala wala kadha wa kadha. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudhaifa, kila anapoulizwa Hudhaifa anageuza uso wake, hataki kumjibu. Thumma aqbala alayhi fi thalitha, Hudhaifa baada ya kuulizwa mara tatu akamtazama yule bwana Sila, Sila, faqal ya Sila, ewe Sila, tunjihim minan nari thalathan, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Yani hadhihi alkalima, kwa kuwa wamesema hii kalima tunjihim minan nar, itawaokoa kutokamana na nini, na moto wa jahannam. Thalathan, mara tatu, kuonyesha hawa walikuwa hawapingi swala, walikuwa wanajua kwamba swala ni wajibu, lakini ma kanu yusallun. Dalili yake ni kwamba waislamu kanu yuqirruna bila ilaha illa Allah, laysa kadhalik. Imebakia ile miftahu ad-dukhul ila al-islam. Shida yao walikuwa ma kanu yusallun ma'a i'tiqadi wujub as-salat. Sasa hizi ndizo dalili alizozitaja musannif rahimahullah ta'ala kuonyesha kwamba mwenye kuacha sala hawe ni kafirun kharijun anil islam, wa inma yakunu kafiran duna al-kufr, kufrun duna kufr au kufran asghar. Tamam, tumeelewana jamaa? Tumeelewana mpaka hapo? Sitaki niongeze mambo ya wachanganya. Haya, mpaka hapa tutakuwa tumemaliza kunukuu maneno ya mwenye kitabu, na huu ni mtazamo wake katika kurajihisha na kutilia nguvu masala haya. Ameshika kauli kwamba mwenye kuacha sala kwa uvivu
huyu hawi ni kafiri, anakuwa ni asi. Kwa lugha nyingine nyepesi, anakuwa ni mu'minun fasiqun. Mu'minun fasiq, ana iman lakinahu indahu fisq. Tamam. Sheikh Abdul Azim Badawi huyu asli yake ni Masri na ni katika ulama ahli sunna hafidhahullah ta'ala, na aliwahi kukaa sana kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hata ukitazama kitabu katika hamish ametegemea sana tashihat na takhrijat ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, na ameathirika sana na fatawa Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, na ndio maana akachukua kauli yake katika masala haya. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tuelewe vizuri Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, msimamo wake ni kwamba mwenye kuacha kusali takasulan na yuwasali baadhi ya sala, huyu hawi ni kafir, huwa anakuwa ni mu'minun fasiq. Tamam. Hiyo ndio kauli ya Sheikh Al-Albani. Unashaka wewe katika usunni wa Sheikh Al-Albani? Huo ndio msimamo wake. Wala naqulu kama idda'a ba'dhum رموا الشيخ بالإرجاء، ولا هو مرجئة، اتهموه بالإرجاء، صلى الله عليه وسلم. لا نقول كما قال هؤلاء. الشيخ الألباني إمام من الأئمة. sasa turudi katika maimamu wetu wanne al-a'imma al-arba'a. Al-a'imma al-arba'a, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi katika mashhur ya riwaya yake ni kwamba mwenye kuacha sala mbili au moja na ziada mpaka ikatoka wakati wake na akaambiwa asali akakataa kusali, sema huyu anatoka katika Uislamu. Swala moja au mbili mpaka zikatoka wakati wake pasina udhuru, na akaambiwa ustutiba, akatakwa tauba asitubie, huyu ni nani? Kafir. Tamam. Tumeelewana? Kauli ya nani? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kauli ya jumhur, kauli ya wengi, madhhab Imam Shafi'i, madhhab ya Imam Malik rahimahullah ta'ala, ni kwamba hadha la yakfur, hadha la yakfur. Atakuwa katika hukumu gani? Hukumu yao ni hiyo iliyotajwa mwenye kitabu. Kauli ya nani? Ya jumhur. Kauli ya jumhur wanasema la yukaffiruna tarika as-salati takasulan, ambaye anasali mara nyingine huyu la yakfur, huwa anakuwa ni mu'minun fasiq. Wa idha mata ala dhalik fa innahu tahta mashi'ati llahi yawm al-qiyamah. Tumeelewana? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam yeye msimamo wake ni kwamba yoyote ambaye ataacha kusali mutlaqan, asiswali hata sala moja, hata moja, mpaka akafa, ni sawa alikuwa anaitakidi ni wajib ama si wajib, lakini ma salla lillahi walau, hadha yakfur, hadha yakfur. Ama alladhi yusalli taratan wa yusalli wa taratan la yusalli fahadha la yakfur, akhadha bimadhhabi man? Qawl al-jumhur. Na Sheikh al-Islam yeye rahmatullahi alayhi ni hanbali, hanbali al-madhhab, lakinahu lam ya'khudh bi qawl madhhab bi qawl al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika masala. Kwa hivyo khulasatul qawl, tunasema masala ya mtu mwenye kuacha swala wamegawanyika grupu mbili. Sawa? Kuna yule anayeacha swala na huku anaitakidi kwamba swala si wajibu, huyu hukumu yake ni nini? Kafirun bila khilaf,
hakuna khilaf katika masala. Grupu ya pili ni yule ambaye anaacha sala lakini ana imani kwamba ni katika rukn min arkani sala, wayatruk takasulan wa yusalli taratan wa yusalli wa yatruku tarat au tara ukhra, fahadha mahallu khilaf baina alulama. Wala mtu asikwambie kwamba hakuna khilaf katika masala, iko khilaf. Naam, suala za kuuliza mtu, je, wakati wa masahaba kulikuwa na khilaf kwamba mtu mwenye kuacha swala ni kafir? Kumepokelewa katika qaul ya Ishaq ibn Rahawayh, kadhalika Abdullah ibn Shaqiq, au ni katika tabi'in ambao wamenukuu ijma'i ya masahaba kwamba mwenye kuacha kuswali ni kafiri. Anasema Abdullah ibn Shaqiq, kanu ay ashab Rasulillah sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an tarkuhu kufr illa as-salah, walikuwa masahaba hakuna kitu wanachokiona kwamba mwenye kukiacha anakuwa kafir isipokuwa ni sala. Idhan hii ni kama ni ijma' ya masahaba kwamba mwenye kuacha kuswali madha yakfur. Idhan lau mtu ataniuliza, je, wewe unaje? Mimi msimamo wangu ni kauli ya Abdullah ibn Shaqiq. Abdullah ibn Shaqiq, ma huwa ijma'u as-sahabati ala anna tarika as-salati yakfur, mwenye kuacha kuswali yakfur, kwa sababu huwa amenukuu ijma' as-sahaba. Tamam. Kadhalika jumla tumetilia nguvu kauli hii, hatusemi yule ambaye anakuja kauli ya pili ni mtu wa bid'a, sawa? Kwa sababu ukisema ni kauli hii ni kauli ya bid'a, utakuwa umembadiisha nani? Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, al-Imam az-Zuhri, Muhammad bin Shahab az-Zuhri, yeye msimamo wake ilikuwa mwenye kuacha swali takasulan si kafir, huni fasik. Tamam. Na hii kauli ameitaja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi katika kitabu chake Ta'dhimu Qadri as-Salah. Tamam. Lakini tukisema maneno haya isifahamike kwamba basi hili ni jambo lepesi, kwa hiyo mimi kuanzia leo nitakuwa mara nyingine na kwepa la tariku salati fi khatarin adhim, mwenye kuacha kuswali yuko kwenye hatari kubwa sana. Yani asipochunga basi anaweza kuelekea mahali pabaya. Itoshe kama nilivyosema kwamba watu wana wasiwasi juu ya Uislamu wako wewe, ulama wanashaka juu ya Uislamu. Wewe Muislamu ama si Muislamu? Anta muslim am lasta muslim? Hiyo tayari yatosha kwamba wewe Muislamu ushikamane na sala. Yakfika kwamba ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa kuacha sala. Tamam. Wa hivyo tariku salat alladhi akhtaruhu anna man taraka as-salata faqad kafar. Limadha? Kwa kauli ya wa ijma' al-nuku Abdullah ibn Shaqiq na Ishaq ibn Rahawayh. Wa illa fi hadha kalamun tawil, kuna maneno mengi hapa ambayo hatuwezi kuyataja kwa sababu sitaki ni wachanganye. Tuko sawa ikhwa? Naam. Baada al-adhan insha Allah ningependa mmoja katika wenye kusikiliza anitajie khulasa summary kuhusiana na masala haya. insha Allah baada al-adhan nuwasil, ولعلنا نقف هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.